Ndugu zangu, katika somo letu la leo la tafsiri ya Qur'an tukufu ambayo tunatabahar na kutaladhadh katika suratul Mujadala au suratul Mujadila ambayo ni sura ya 58 kitaratibu katika mashaf. Ndugu zangu watukufu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii aya za mwanzo kana kwamba au ni kwamba alikuwa anasimulia kisa kilichotokea baina ya wanandoa wawili, bimaana mke na mume, ambaye mume ni Aus bin Samit na mke wake ambaye ni Khawlatu binti Tha'laba. Aya hizi ziliteremshwa kwa sababu ya kisa hicho cha mwanamke mmoja ambaye ni sahaba huyo au sahabia. Jina lake ni kama hilo nilitangulia kulitaja kwamba ni Khawlat binti Tha'laba. Kisa chenyewe kabla kuzisoma hizo aya ni kwamba mume wake Aus ibn Samit au ibn al-Samit alimwambia maneno ya dhihar. Maneno ya dhihar alitamka kumwambia mke wake akisema kuwa wewe kwangu ni kama mgongo wa mama yangu. Maneno haya aliyatamka bwana Aus bin Samit kumtamkia mke wake Khawlat binti Tha'laba. Na katika mila au desturi za Kiarabu kwa wakati huo, kabla bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwaletea sheria za Uislamu, kauli hiyo ilimaanisha mwanamke amekuwa haramu kwa mume wake. Mwanamke amekuwa hafai tena kuendelea katika ndoa na mume wake kama mama yake ambavyo yule mume alikuwa ametamka, lakini bila talaka rasmi. Yani maneno haya tu yakitamkwa ilikuwa ndo hivyo, bila ya kuwa na talaka rasmi. Yani ndoa inakuwa imeharibika moja kwa moja. Hivyo mwanamke hubaki katika hali ya kubaki katika hali ya kuhang tu, kuning'inia tu, si mke kamili wala si aliyepewa talaka. Akitamkia maneno haya anakuwa sio mke tena kamili na wala sio katika na labda amepewa talaka. Kwa hiyo Bi Khawlat baada ya kutamkiwa maneno hayo na mume wake alihuzunika sana, akaenda mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumlalamikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani zimfikie juu yake, akieleza hali yake na madhara ya kauli hiyo kwake na kwa watoto wake. Mtume alikuwa hakuteremshiwa, yani hakuwa na fatwa ya jambo hilo, wahyi wote kuhusu jambo hilo, hivyo hakutoa uamuzi wa mwisho mara moja. Hakutoa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutoa uamuzi wa moja kwa moja wakati huo, wakati mazungumzo ya yule dada yakiendelea. Lakini Khawlat
akaendelea kusisitiza na kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati huo ndio akawa anaendelea na majadiliano au malalamiko yake hayo. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu akateremsha aya ya Suratul Mujadala, aya ya kwanza, ambayo yenyewe ya kwanza na ya pili na kuendelea hapo, ambayo kimsingi ndio zikaja kana kwamba kutoa fatwa ya tukio hilo. Aya ya kwanza hii ilikuwa ni faraja kwake huyo mama na uthibitisho kwamba Mwenyezi Mungu anasikia malalamiko ya waja wake. Aya ya kwanza hiyo ambayo tutakwenda kusoma ilikuwa ni kama vile faraja na uthibitisho kwamba Mwenyezi Mungu anasikia malalamiko ya waja wake hata kama wengine hawasikii. Yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo wa kufahamu. Na aya ya pili ikaja kubatilisha dhihar na kueleza kuwa wake si mama zao. Yaani aya ya pili ikaja kubatilisha swala zima la dhihar na kueleza kuwa wake si mama zao, na kauli hiyo ni neno baya na la uongo, maana mume atakiwi kuweza kumtamkia maneno kama hayo mke wake. Kwa hiyo hii ni sababu nuzul, sababu za kuteremka aya hizi. Kwa hiyo ngoja tuzisome, badala ya hapo tutaangalia uchambuzi wake, maana baada ya kutangulia kuangalia sababu nuzul wa aya hizi, baada ya hapo tutaangalia tafsiri yake ya neno kwa neno, na baada ya hapo tutaangalia uchambuzi wake wa kadri vile ambavyo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala atakavyo tuwafikisha. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna Allaha la afuwun ghafur. Mwenyezi Mungu anasema qad samia Allahu, kwa hakika Allah amesikia qawla allati, kauli ya mwanamke ambaye tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, uliokuwa ukijadiliana naye katika swala zima la mume wake, lakini pia akimshtakia Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia mazungumzo yenu, mjadala wenu. Inna Allaha sami'un basir, kwa hakika ya Allah ni mwenye kusikia mno na mwenye kuona sana. Hii ndio aya ambayo imekuja kubatilisha kama ni faraja ambayo kumfariji mwanamama yule ambaye alikuwa akilalamika, lakini Mwenyezi Mungu akamthibitishia kuwa malalamiko yake ni mwenye kuyasikia. Lakini ya pili, alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim, wale ambao wanawadhihirishia kuwafanya dhihar wake zao, hao sio wake zao, hao sio mama zao. In ummahatuhum illa allai waladnahum, mama zao ni wale ambao walikuwa wamewazaa. Wa innahum, na hakika ya hao, la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, wanasema maneno ambayo ya munkar na ni ya uongo. Wa inna Allaha la afuwun ghafur, na hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu. La afuwun, msamehevu, na mwenye ghafur ni msamehevu Allah Tabaraka wa Taala. Uchambuzi wa aya hizi ni kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala aliposema qad sami'a, ni neno hutumika kuonesha uhakika na kudhibitisha jambo. Qad sami'a ni neno ambalo Mwenyezi Mungu hutumia qad, harfu tawkid,
ambayo Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala katika herufi kama hii ambayo ni anatumia katika kuhakikisha na kuthibitisha jambo. Neno samia ni kitendo cha wakati uliopita, ni fi'il madhi ambayo kitendo cha wakati uliopita. Neno samia ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahakikisha kuwa amesikia. Hivyo maana yake ni hakika na bila shaka Mwenyezi Mungu amesikia. Kwa hiyo utaona kuna msisitizo wa Mwenyezi Mungu kusikia jambo hilo ambalo lililokuwa likijadiliwa hapo au lilikuwa likilalamikiwa na Bi Khawlat binti Thalaba. Qad samia Allahu, Allah ni jina la Mwenyezi Mungu, jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambalo ndio jina kubwa ambalo katika adhana utasikia, katika swala. Majina Mwenyezi Mungu na majina mengi 99, lakini jina la Allah ndio ambalo ni jina tukufu, jina kubwa ambalo mara nyingi huwa tunalisema. Ama kaula, maana ya neno kaula lati, kauli au maneno ni maneno ambayo ya mwanamke. Kaula lati tujadiluka fi zawjiha, maneno ya mwanamke yule ambaye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijadiliana, au kwa lugha nyingine unaweza ukasema kama alikuwa akibishana kwa hoja. Huyu mama alikuwa amewasilisha mabishano yake kwa hoja za msingi ambazo alizokuwa ameziwasilisha kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tujadiluka fi zawjiha, kitendo hiki kinaashiria mazungumzo ya pande mbili. Neno ni musharak, ambayo ni kushiriki katika mazungumzo haya pande mbili ambazo yalikuwa ni Khawla na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndio ambao walikuwa wakiyazungumza. Huyu alikuwa akilalamika, lakini pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye alikuwa ni mwenye kusikiliza, lakini pia mwenye kuuliza, kutaka kufahamu zaidi. Yote kwa yote, lakini ilikuwa kitendo kinaonesha kuwa ilikuwa sio mazungumzo ya upande mmoja, bali yalikuwa ni mazungumzo ya pande mbili. Lakini pia inatuonesha kulikuwa mazungumzo haya yalibeba hisia na hoja ambazo mwanamama Khawla alikuwa ameziwasilisha kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watashtaki ila Allah, lakini alikuwa akimshtakia au akilalamika, kuwasilisha malalamiko yake kwa kwenda kwa Allah Tabaraka wa Taala, kwani yeye ndiye ambaye alikuwa ndo mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa alifika akaona kwamba nikizungumza hapa, mazungumzo yangu haya yatafika na matokeo yake nitayapata, kile ambacho ninachokusudia kupata jibu langu litapatikana. Kwa hiyo inaonesha kuwa pamoja na kuzungumza na mtume, moyo wake ulikuwa ukimwelekea Allah. Yani mama huyu pamoja na kuwa akizungumza na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ilikuwa inaonyesha moyo wake ulikuwa kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja. Wallahu yasma'u tahawurakuma, na Mwenyezi Mungu yasma'u, anasikia tahawurakuma, yani maana yake kubadilishana maneno ya mazungumzo ya pande mbili.
tahawurakuma, mazungumzo haya ya pande mbili ambayo yalikuwa yanakwenda huku na huku, Mwenyezi Mungu alikuwa anayasikia. Lakini pia inaonesha pia mazungumzo haya yalikuwa ni yenye kurudiwa. Yule mama alikuwa akiwasilisha hoja zake, lakini pia akizirejea. Lakini Mwenyezi Mungu hajasema tu kuwa anasikia katika Allah yasma'u, hakusema tu kwamba anasikia mazungumzo, bali anasikia mazungumzo yenu ya kurudishiana maneno ambayo ni baina ya Bwana Mtume Muhammad SAW na mke wa Aus ambaye ni Khawla binti Thalaba. Kwa Mwenyezi Mungu alikuwa akiyasikia mazungumzo yao haya ya kubadilishana maneno. Inna Allaha sami'un basir, aya kaitimisha hivyo. Aya hii inaonesha msisitizo, inna Allaha sami'un basir, kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia sana. Sami'un, mwenye kusikia sana, lakini basir pia ni mwenye kuona sana. Kwa hiyo aya hii ikatamatika hivyo kwa kuonesha kwa Mwenyezi Mungu ni msikivu mno na ni mwenye kuona sana. Lakini muundo huu wa wasifu au wizani zilizotumika hapa, wasifu hizi mbili huleta ukamilifu huleta ukamilifu kuwa hasikii tu, bali pia anaona hali na mazingira yote. Lakini sio kuona tu au kusikia tu, anasikia sana na kuona sana. Hii ni sifa ya Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja miongoni mwetu anatakiwa aweze kuitambua hiyo na kuweza kuizingatia. Aya ya pili, Mwenyezi Mungu anaendelea anasema, alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim. Anasema kuwa dhihar ni kauli ya kusema kwangu wewe, kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu, na kuona kama ni mtu kumfananisha mke wake kama vile maharimu yake huyo. Kitendo hiki kikafanywa kwa maksudi hiyo dhihar. Ma hunna ummahatihim, wanachuoni wa kifiqhi wameielezea na kuitolea hukumu hii kauli ya dhihar. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ma hunna ummahatihim, anakanusha Mwenyezi Mungu, anakanusha kuwa ukanushaji, anakanusha kabisa uhalisia wa jambo. Unaposema kama vile kuna kama mgongo wa mama yangu au mama yangu, kwa Mwenyezi Mungu anasema ma hunna ummahati. Ma ya hapa ni imekuja kukanusha harfu nafi ambayo inakanusha uhalisia wa jambo hilo. Maana hao wake zenu kamwe sio mama zao, sio mama zenu. Wake zenu wabaki tu kama ni wake zenu. Kuna maneno mazuri sana ya kuwaita, majina mazuri ya kuwaita wake, majina yao wenyewe ya kuzaliwa yale, au uliompa baada ya ndoa, jina tu mengi tu ambayo yanaashiria upendo, kuthamini, kujali, kumwonea huruma. Ya majina kama hayo unaweza kumuita. Lakini pia sio hivyo tu, pengine mmejaliwa kuweza kupata kijana, ukamuita kwa jina la yule kijana, ukaambatanisha jina la yule kijana mama fulani, inajuzu. Lakini sio kuweza kumtamkia mke wako neno kama hiyo. Lakini haya hata katika ulimwengu wetu wa sasa, sio tu zama hizo, hata hivi sasa yanatokea sana. Mume anaweza kukuambia mwanamke yule bwana amenivumilia sana,
nimepitia magumu na changamoto mbalimbali, kwa hiyo amenivumilia. Namuona kama mama yangu mzazi. Au mwingine anamwambia kabisa, mimi wewe mke wangu, kwa namna ulivyonivumilia, nilikuwa naumwa ukaniuguza, nilikuwa sijui na changamoto za kiuchumi ukavumilia, nilikuwa na 1 2 3 ukavumilia, mimi wewe ni kama mama yangu mzazi. Anaona bora ampe hadhi nafasi nyingine kabisa, wakati kumbe yule hadhi ya kuwa mke wake ni hadhi kubwa sana. Kwa hiyo tuishi na aya hii. Mwenyezi Mungu anasema hao si mama zao, au hao sio mama zetu, bali ni wake zetu. In ummahatuhum illa allai waladnahum, mama zao, Mwenyezi Mungu anasema mama zao si wengine ila wale waliowazaa tu. Mama zao sio wengine bali ni wale ambao waliowazaa. Hapa Qur'an, maneno haya Mwenyezi Mungu imerejesha maana halisi ya neno mama kwa msingi wa uumbaji wa Allah tabaraka wa taala. Kurejesha katika msingi wa uumbaji wa Allah tabaraka wa taala, neno mama ni mama, uhalisia wake ni nani? Wako wewe. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, jambo baya ambalo linakataliwa, jambo baya ambalo linalokataliwa katika akili, kiakili pamoja na kisheria. Zur, uongo au uzushi mkubwa, ambao mtu akitamka neno hili atakuwa anazungumza uongo au uzushi wa hali ya juu sana. Wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura. Tena ina msisitizo, hii inaonyesha uzito wa kosa la dhihar kwa mtazamo wa kilugha na maadili ambao uliopo kati yetu sisi Muslim. Hataki kufanya hivyo. Wa inna Allaha la afuun ghafur. Lakini Mwenyezi Mungu tabaraka taala ni mwenye kufuta kabisa athari ya dhambi hizo, na ni mwenye kusamehe mara nyingi tu. Pamoja na ukali na karipio kubwa ambalo Mwenyezi Mungu amelitoa katika kukemea jambo hilo, lakini Mwenyezi Mungu ni ghafuru bwana. Amezungumza tu kusema kwamba yeye ni mwenye kufuta na ni mwenye kusamehe dhambi kama hizo. Mwenyezi Mungu mwenye kusamehe. Kwa ndugu zangu, katika masala mazima ambayo hata leo hii wanachuoni wa kifiqhi wanatuelekeza kuwa ndoa inavunjika, kuna mazingira ambayo inakwenda kuvunja ndoa. Ndoa inavunjika kabisa. Mazingira hayo, kwanza ni talaka, mume akatoa talaka kumwacha mke wake, ndoa imekuwa imeharibika. Jambo la pili, naambiwa kwamba ni khulu'i, mwanamke akaamua kujiondoa, akafuata taratibu za kisheria kwa kadhi, akamsikiliza, akaona ipo haja hiyo, ndoa imekuwa imevunjika. Jambo la tatu ni kifo baina ya ndoa hawa wawili, mmoja wapo akatangulia mbele haki, ndoa imevunjika kama taratibu za kisheria zinazosema. Kama mwanamke amefiwa atakaa eda. Lakini jambo la nne ni jambo ambalo la faskhi, yani kadhi kwenda kuivunja ndoa, ambayo pengine akaona ndoa ile imepoteza mwelekeo, watu hawapangi, hawajengi, kwa hiyo yeye akaamua kuivunja kwa maslahi mapana ya maisha wana ndoa hao, ndoa imekuwa imevunjika. Na jambo la tano ni hili ambalo la dhihar, japokuwa ili jambo la dhihari lenyewe ndio tunazungumza hapa, wanachuoni kifiqhi hawajaonesha kuwa ndoa inavunjika moja kwa moja, ila kuna majambo yakifanyika ndoa inaweza kurejea, ambayo sio maudhui yetu. Maudhui ilikuwa ni tafsiri ya Qur'an. Kwa hiyo ala kulli hali, kwa ujumla, kwa tunatakiwa tuweze kuishi na aya hizi
tuweze kuzizingatia na kuweza kuzifanyia kazi. Inshallah kwa leo tutaishia hapa, wa ila huna atawaqaf wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.